aliporudi atembelea siku ya kwanza atiaota anamchinja mwanae. Ala, siku ya pili anaota anamchinja mwanawe, na siku ya tatu vile vile anaota anamchinja mwanawe. Na Radio Citizen, Radio #1. Asante sana. Jamani, nikupe nafasi ya kuweza kuamkoa wa Kenya, ya kuamkoa wasikilizaji wote. Naam. Namshukuru sana wa Kenya wote kwa jumla, na watu ambao kama pia wako Kenya ambao pia ni wa Kenya, na wote ambao kama wanasikiliza Radio Citizen. Na tukwambia hapa ndio mambo yapo, na kwa hakika ndio radio ya kwanza kuweza kuja tangu nitoke katika mji wa Makkah mtukufu na mji wa Kingdom ama ufalme wa Saudi Arabia, ambapo nilikuwa nimeenda kwa masomo. Niliweza kuteuliwa, mpendwa msikilizaji, kama mwalimu bora wa lugha ya Kiarabu katika Afrika, katika nchi ambazo kama si za Waarabu. Na nashukuru nikaalikwa ni ubalozi wa Kingdom of Saudi Arabia, na vile vile University ya Mfalme Abdulaziz kule Jeddah. Na nashukuru nimekuwa kule, na vile vile kuna King Salman Global Academy for Arabic Language wamenituza tuzo kadhaa. Nimekuwa nje kwa muda mrefu. Pia nimetembelea nchi kadhaa za bara Arabia, na ambapo wanaomba sana kupata watu ambao wanajua Kiarabu kwenda kufanya kazi kule. Nakwambia nilishtuka sana nilipokuwa kule, nikaona vijana beach kule Jeddah. Unajua wamefungua siku hizi Saudi Arabia. Wamefungua. Sasa mimi naona vijana kule, alafu nikazungumza nao Kiswahili. Ile kutia tu Kiswahili nilikuwa nachukua video. Vijana wakasalimia, nikiangalia bwana ni vijana wa kutoka Kenya. Wengine ni kutoka Mlima Kenya na kwingineko. Beach boys bwana. Jamani. Wanazungumza Kiarabu, watu ungejua. Kwa hivyo nina saha yangu kubwa sana kwa Wakenya kusoma lugha hasa ya Kiarabu, kwa sababu inafungulia watu sana. Unaona ukisoma lugha ya Kiarabu unapata kazi katika balozi karibu 22 ambazo kama ziko Kenya za Waarabu, na vile vile uweza pata ajira mzuri sana kule. Kwa hivyo nina saha yangu kwa Wakenya wengi wasome lugha ya Kiarabu, na kwa sababu pia inasaidia sana ajira, inasaidia kuelewana. Kwa hivyo nashukuru, na baada ya kwenda safari hii ufalme wa Saudi Arabia umekuwa mkali sana. Nilienda na visa ya serikali, nimealikwa kama mgeni wa serikali. Naheshimika kila mahali naenda, tuko na bodyguard. Lakini nilipoomba visa ya haji nikaambiwa, Sheikh, hatuwezi kunyima wewe, tukujua. Tutakupa, lakini sharti nini? Lazima urudi kwenu Kenya. Ndio urudi Saudi Arabia. Kwa usingepewa moja kwa moja huko ulikokuwa. Mwaka huu lazima urudi nchi yako ili urudi. Nikirudi nikiuliza tikiti ya ndege ni $1200. Kaangalia mimi mwenyewe nimefanya haji miaka 19 jamani. Sasa haji yangu si ya faradhi tena, haji yangu ni ya sunna. Nikaona hizo pesa huenda zikasaidia mtu hapa Kenya, mtu mgonjwa, mtu ana nini, ndio nimebakia. Ndio maana umenipata leo. Ungenipata ningekuwa niko haji jana, nilikuwa nimekaa Arafa, na leo ningekuwa na Eid na wale mkomba wa Eid pale Mina. Hapo unaposema jamani ungekuwa uko haji, wa Kenya wengi mimi najua ambao labda ndugu zetu ambao si Waislamu kabisa kwa kweli hawaelewi Sheikh anazungumza nini. Anasema leo angekuwa yuko haji. Yaani tuanze kwanza kwa tuweke laini kabla hata kuzungumzia Eid leo hii ya kuchinja. Tuanze kwanza Uislamu. Kwa yule ambaye haelewi kabisa misingi thabiti ya Uislamu ni ipi, ili aweze kuelewa. Maana wakati mwingine Sheikh, tusidanganyane, huwa kunakuwa na dhana potofu. Tuzungumzie Uislamu ni kitu gani? Asante sana dada, na asante sana wasikilizaji kwa kuweza kutegea. Kwa hakika nimesomesha Uislamu mimi mwenyewe kwa zaidi ya miaka 20. Kwa sababu mimi ni mhadhiri wa masomo ya dini na sheria na lugha katika vyuo kadhaa nchini Kenya. Mamangu ama chuo kiloniandika rasmi ni chuo cha kikuu cha University of Nairobi. Ndio chuo changu, lakini vile vile nimesomesha chuo cha Riara, nimesomesha chuo cha Mlima Kenya, nimesomesha St Paul, nimesomesha Machakos University, Kenyatta University nimekuwa examiner wa PhD Masters, na vile vile ni mhadhiri wa masomo ya sheria katika chuo cha International Jamia of Languages and Professional Studies na Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies. Nasema haya, na ni mwandishi wa vitabu zaidi ya 35. Inatokana kwa jina Islam. Islam yatokana na neno salima. Salima ni maana mtu amesalimika. Mtu
amesalimika. Naam. Sasa mtu amesalimika, dada Melody na Sinzore na wasikilizaji, ni kwa kuwa ni mtu ambaye kwamba yeye amesalimika. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la, si kusalimika peke yake, almuslimu, ni Muislamu, mansalima, ni kwamba amesalimika yeye na watu wengine wamesalimika kwake yeye. Sasa huku kusalimika, baada ya hapo lazima ujisalimishe kwa Mwenyezi Mungu. Total submission to the will of Allah. Yani wewe unanyenyekea kabisa bila kurudi nyuma kwa ile misingi ya Mwenyezi Mungu na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ukaitwa Muislamu. Na kwenye Qur'an inatuambia kwa baba yetu Ibrahim alifanyiwa mitihani mingi sana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika baadhi ya mitihani Nabii Ibrahim alifanyiwa, aliweza kukoseshwa mtoto kwa miaka mingi sana. Akiwa karibu miaka 90 Mungu akamjalia mtoto. Na hapo Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe Ibrahim, toka na mke wako mwende mpaka ardhi nitakayokuambia. Hakushindana, alikuwa yuenda kila siku mpaka alipofika katika ardhi. Katika Biblia sema ardhi ya Paran. Katika Biblia, katika Qur'an yasema ni pale katika ardhi ambayo kwamba haina kitu, ardhi ya jangwa. Ndio hapo Maka. Mungu akamwambia, sasa ondoka kwenda zako, sasa rudi. Akamwambia mke wake turudi. Ambia, la, nimekuambia wewe peke yako. Amwambia Mungu, mbona unaniambia nimwache mke wangu na mwanangu? Akaambia, utawaacha, ndio amri yangu. Alifanyaje Ibrahim? Aliwaacha. Sasa baada ya kuwaacha akaenda zake. Wakateseka wale watu. Baada ya kuteseka, ule mama hana chakula, hana kitu. Hebu nieleze dada Melody, leo ni mwanamke yupi atakubali mume wake asafiri tu kwenda Mombasa ama kwenda Nakuru bila kumwachia pesa nyumbani? Itakuwa ni vita, ni talaka yatoka. Lakini huyu mtu anaenda, hajulikani atarudi lini. Na akaenda Ibrahim, akakaa miaka mingi, na baada kama miaka 10-12 alirudi tena. Alitutuma Mwenyezi Mungu arudi tena. Aliporudi ataendelea, siku ya kwanza atiaota anamchinja mwanae. Siku ya pili anaota anamchinja mwanawe, na siku ya tatu vile vile anaota anamchinja mwanawe. Na mitume wakiota ndoto yote zaidi ya mara 2 huwa ni kweli. Akamwambia mwanae, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, mwanangu, mimi naona katika ndoto na kuchinja. Fandhur madha tara, unaonaje? Mwanae akamwambia, baba, kama ni umeona mara 3, hiyo ni amri ya Allah, nichinje. Sasa unaona Ibrahim alikubali kunyenyekea kwa amri ya Allah, na mwanae pia akakubali. Tutayazungumzia baadaye ndio tuelewe haji. Sasa haji ilitoka hapo. Lakini kwa sababu ya hii aya, Allah akasema huwa samakumul muslimin. Huyu Ibrahim baba yenu ndio alowaita nyinyi Waislamu. Kwa hivyo jina la Uislamu ndio katika chuo kikuu tunafundisha watu hakikuanza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu huwa wanaamini mitume wote walikuwa Waislamu. Mpaka Yesu kulingana na Waislamu. Kulingana na Waislamu. Mwamini Yesu Kristo wetu. Wanaamini Yesu ni Muislamu. Anapenda. Ni vizuri kujua na kuelewa. Kwa mpaka sasa wale Waislamu halali wanaamini kwamba Yesu Kristo, sisi wa Kristo tunaamini alikuwa ni mwana wa Mungu. Naam. Nyinyi mnaamini alikuwa ni Muislamu. Tunaamini ni mtume na ni Muislamu. Na ndio jana nilikuwa nimealikwa mahali, kulikuwa kuna wanafunzi wa university zaidi ya 50. Wamejumuika kutoka ulimwengu mzima. Wana kitu inaitwa summer course. Tunasomesha interreligious dialogue kwa sababu katika kazi ambayo kwamba anajulikana nayo dunia mzima, mimi nimetembea nchi zaidi ya 40. Na nasomesha kitu inaitwa interreligious dialogue. Kwa sababu Biblia naijua vizuri sana. Na Qur'ani naijua vizuri sana. Na nimesoma dini zote 5. Nilikuwa India, nimesoma pia Kibudhi, nimesoma Hinduism, nimesoma Shintoism. Dini zote nazijua mimi. Kwa sababu kazi yangu university kusomesha dini. Sasa unakuta pale wale wanafunzi tukiwasomesha tukawaambia Yesu atakuja. Sio pia unaamini Yesu atakuja? Sana, namsubiri. Sasa Yesu utakapoyuaje haji peke yake. Atakuja na bwana mmoja aitwa Mahdi, Ahmed al-Mahdi. Huyo Mahdi ni Muislamu na hawataachana, watakuwa tembea pamoja. Kwa hivyo ukimwona Yesu Mahdi yuko naye, ukimwona Mahdi Yesu yuko naye. Sasa Wakristo wakisikia hivyo hushtuka sana. Mpaka wakaniambia basi wote ndio dini moja. Ngambia hili dini moja kwa sababu Uislamu tunaamini hata Mkristo ambaye anafuata sheria za Allah vizuri. Sisi Uislamu tunaamini Muislamu. Mashallah. Mkristo ambaye anafuata dini yake ukweli. Halewi, hazini, sisi tunaamini ni kalima tu ya shahada pia tunajapiga. Ameamini kitu kimoja, shahada peke yake. Lakini akishapiga shahada tayari safungia full. Mashallah. Naam. Asante. Wow, angalau sasa umetupa msingi wa Uislamu na tumeelewa Uislamu unatokea wapi. Kule kunyenyekea na kutii amri za Mwenyezi Mungu bila kufanya lolote la ziada. Wewe unyenyekee na umtii Mungu. Full mzuka. Naam.
Leo sasa ni Eid. Watu wanashangaa jamani. Ati tena tumepewa sherehe, holiday. Wacha ikae, wacha ikuwe venye kwa. Bora si tuko holiday. Mnasema ni ya kuchinja, tuachinja nini? Hebu tupe sasa chimbuko la Eid ya leo na ni vipi inafaa kusherehekewa. Naam, shukran sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa siku moja na maswahaba zake. Akaja mtu mweupe, msafi, nguo zake nyeupe, hazina dalili hata ya vumbi. Na hiyo Uislamu wote wanajua historia hii. Sasa tunasomesha kila wakati. Huyo bwana akaja, akaegemeza magoti yake kwa magoti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakashangaa. Huyu mtu hatumjui. Imekuwaje anaegemeza magoti yake kwa huyu bwana na mtume hata ashtuki? Akaanza kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebu nieleze kuhusu Uislamu. Mtume akamwambia Uislamu ni kumwamini kwa kuwa hakuna mola pasipo kuabudiwa kwake ila Mwenyezi Mungu mmoja na mtume wake Muhammad. Ule akamwambia umesema kweli. Akamwambia na kusimamisha swala 5. Akamwambia umesema kweli. Akamwambia na kufunga Ramadhani na kutoa zaka, umesema kweli. Na kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, umesema kweli. Na kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sasa hizo nimekutajia ndio nguzo 5 za Uislamu. Ule mbona akasema ni ukweli. Sasa watu wanashangaa, huyu mbona anauliza maswali na anathibitisha? Kisha baadaye akamwambia nipe nguzo za imani. Akamwambia antu'mina billahi, ni kuamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake kutoka Adam mpaka Mtume Muhammad, Yesu, Musa, wote ni mitume wa Uislamu. Waislamu wanaoamini. Wa bil yawmil akhir, na kuamini kuna siku ya mwisho ya kufuliwa. Wa bil qadari, na qadari. Wewe leo tuko na wewe hapa dada Melody Sinzore, ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakwambia nilikuwa wapi? Maka. Watu wengi hawaamini. Waliposikia nimerudi labda siku 2 kabla ya Arafa, watu wameshtuka. Lakini ni kadari ya Mungu, alitaka niweko kule siku 40. Nimeweza kuzuru Al-Kaaba, nashukuru. Nimeweza kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo inatagwa kama pati ya umra. Lakini kufanya haji yenyewe ambayo ilikuwa saa ianze tarehe 9 Arafa, sikuweza. Ni kadari ya Allah, tuko hapa. Sasa ndio umeona tumesema nguzo 5 za Uislamu, kisha tumepatia nguzo 6 za imani. Mtu akifanya nguzo 5 za Uislamu na nguzo 6 za imani azifate sawa, huyo mtu basi ashatimiza Uislamu wake. Kwa hivyo qadar khairi wa sharrihi min Allah, khairi ya qadar na shari za Mwenyezi Mungu. Ndio maana Muislamu hata kipata jambo libaya usema alhamdulillah. Kwa hivyo sasa tushaeleza mtu Uislamu kwa ujumla kupitia nguzo za Uislamu na vile vile zile alama za imani, nguzo za Uislamu na alama za imani. Na hii haikufaradhiwa watu wote. Kuna nguzo 3 ambazo ni za kila mtu. Shahada. Mtu yote za kutoa shahada. Ulimi hauna mfupa. Kwa hivyo hata nikikwambia wewe upige shahada bila shaka unakusema mashaallah vizuri sana. Kwa hivyo nikwambia upige shahada hata hata watu watashangaa utapiga sasa hivi, kwa sababu unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ukishasema hivyo dada Gloria Melody, wewe Muislamu. Wewe tayari Muislamu. Hata undugu hapa nikimwambia afanye hivyo ni Muislamu. Yatakabakia ni mafunzo. Kwa hivyo ashhadu, na shuhudia an la ilaha, kwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu peke yake. Wa ashhadu, na nashuhudia anna Muhammadan, kwa kuwa Mtume Muhammad rasulullah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa mwisho. Ndio maana mtu anaambiwa kusema hivi alafu anaambiwa wengine wanaongezaga na uongeze kwa kuwa Yesu si mwana wa Mungu, ni mtume wa Mungu na mtume wetu na mtume ni wa mwisho. Wengine wanaongeza, lakini hiyo ni kuongeza tu, ni maongezo ambayo kwamba wanaongeza watu. Hayana msingi. Okay. La msingi ni kusema hakuna mola apasaye kuabudiwa kwake ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na Mtume Muhammad mtume wa mwisho. Hiyo Waislamu wote lazima useme hiyo ndio Muislamu. Ya pili, kusimamisha swala. Swala lazima usimamishe. Ukiwa mgonjwa, ukiwa wapi, utaswali vile uko, hata kitandani, na kutoa zaka. Ikiwa una uwezo utatoa, huna hautoi. Lakini nguzo moja imewekewa watu wenye uwezo, na hiyo ni haji. Na ni mara moja kwa umri wako. Ukienda haji ni mara moja tu. Ushaenda moja, sasa mimi nimeenda mara 19. Kwa hivyo hizi zingine wanaenda si faradhi, zinaenda zinahesabiwa kama ni sunna. Sababu ni nyongeza. Kwa hivyo haji ni mara moja. Wajua hata ukisema kwenda haji, kwanza mwanzo hujatufafanulia vizuri kwa asielewa hii sherehe ya leo ya kuchinja ni ipi. Asante sana. Tuifafanue hiyo ndio tutakuja kwa haji. Maana hata ukisema kwenda haji wengi wasioelewa wanashindwa anasema nini. Asante sana. Sherehe ya leo kwa nini tunayo? Sherehe ya leo
ilitokea kwa sababu Nabii Ibrahim kama nilivyotaja mwanzo alipomtupa mwanae, kwa kilugha sasa alimtupa, lakini kwa lugha ya heshima ya kidini aliambiwa ni Mwenyezi Mungu amuache mwanae kwa khiari, kwa kumpenda Mwenyezi Mungu, na akakubali kumwacha. Alipomwacha mwanae akakaa zaidi ya miaka 10 bila kumuona. Aliporudi mwanae ni mkubwa, barobaro, kijana mzuri Ismail. Mungu akamwambia kwenye ndoto amchinje. Okay. Akaona kwenye ndoto anamchinja mwanae. Hii ndoto ikamsumbua Ibrahim, akamka usiku akamwambia mke wake, mimi naona ndoto ya ajabu sana. Akamwambia wewe, mke wake akamwambia wewe, hizo ndoto ni za umekula nyama nyingi ulipokuja. Lala. Akalala tena siku ya pili akaiona. Ule mke wake akamwambia wewe una mambo ya ajabu. Wewe umeniacha na mtoto miaka 12, waje kuniambia leo tumchinje. Tutatoa wapi mtoto mwingine? Akaota siku ya 3. Sasa siku ya 3 alipoona amwambia mke wake ampinga, aliamua kumwambia mtoto mwenyewe direct. Okay. Akamwambia mwanae Ismail akamwambia baba, umeona ndoto mara ngapi? Akamwambia mara 3. Baba, mtoto alikuwa anajua babake ni mtume. Akamwambia mtume hazi anaota ndoto mara 2 zaidi ya 2 kama si amri ya Allah. Akamwambia baba alimwambia ya bunayya, mwanangu. Kwenye Qur'an nasoma hivi ndio Uislamu waliokuwa wakisikiliza waelewe tutatoa wapi maneno haya. Ya bunayya, mwanangu, inni ara fil manami anni adhbahuk, mimi naona katika ndoto kukuona kuchinja. Fandhur madha tara, waonaje? Mtoto akasema ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin, babangu fanya uloamrishwa ni Allah, utanikuta siku ya kiyama katika wenye kukusubiri na watu wenye subra. Okay. Hapo sasa Nabii Allah Ibrahim akamchukua mwanae akampeleka kwa mamake, akamwambia mtengeze mtoto wetu vizuri kabisa, akavalishwa nguo safi. Wakaanza safari Mina. Tuko sasa Maka pale. Sasa wakaenda kafika mahali paitwa Mina. Walipofika pale Mina, shetani akamuingilia Ibrahim. Kwanza alimuingilia mama. Amwambia mama, wewe mtu aina gani? Utakuwa mjinga kiasi gani? Huyu mtu alikutoroka, umelisha mwanawe bila mtu kukusaidia. Akamkumbusha kuna siku wewe huyu mume alipokuacha, huna chakula, huna maji, mtoto akawaiwafa. Wakati watapanda milima miwili inaitwa Safa na Marwa. Sasa haji hiyo hapo. Akawapanda milima miwili Safa na Marwa. Mama ashafika mara ya 7, ashachoka. Akifika mwanawe ataka kufa, ile kugonga mguu ndio afe, hakufa. Kukatoka maji. Yale maji yakawa yanakuwa mengi. Mama akayambia kwa lugha ya Kiarabu ya zamani, Zamzam, ya ma'u Zamzam. Maji kusanyika sasa. Ndio tuna maji ya Zamzam. Wakanywa wakatosheka. Sasa pale walipomaliza amkumbusha hiyo story. Amwambia Ibrahimu, wakumbuka ulivyonitesa karibu mtoto afe. Huyu angekuwa amekufa ungemchinja nani? Basi pale Ibrahim alayhisalam akachukua jiwe akampiga shetani. Haji hiyo. Watu jana leo wamepiga shetani mmoja mara 7. Inaitwa Jamratul Aqabatul Kubra. Kupiga shetani ule mkubwa mmoja mbaya. Baada ya hapo Ibrahim sasa shampiga shetani. Mama shetani akamgilia mtoto wake. Akamwambia mtoto, wewe mtoto mjinga kiasi gani? Ati baba, ati Mungu amekwambia umchinje. Mwambie atafute mwingine amchinje. Mtoto akamwambia baba, mimi sana naona utanichinja bwana. Pale shetani Ibrahim akawa sasa ashaogopa tena. Akiwaogopa Mungu akamwambia mpigeni shetani, wakampiga shetani mara ya 2 sasa wakiwa tena pamoja. Mara ya 3 shetani amwingilia Ibrahim mwenyewe, amwambia Ibrahim, wewe mtu mjinga kiasi gani? Utume gani wa kuchinja watu? Sasa Ibrahim akawa na wasiwasi. Kweli watu wa mbeleni watakapokuja atasemaje nilichinja mtoto mimi hata kama ni amri ya Mungu? Ibrahim akawa na shaka. Basi pale Mungu akamwambia mpigeni shetani, sasa wakampiga shetani mara 3. Ndio maana siku ya kwanza watu piga shetani mmoja ambao ni leo. Hizi siku 3 zetu ayamu tashrik watapiga shetani 3. Wataanzia shetani mdogo wa katikati mpaka ule wa mwisho. Allahu Akbar. Kila jiwe moja Allahu Akbar. Kila jiwe moja Allahu Akbar. Na siku hizo upigi mawe, zamani kwa piga mawe. Lakini siku hizo tumekuwa wengi tunapiga na vijiwe vidogo sana siku hizi. Sasa ndio haji. Sasa pale Ibrahim ashaamua kumchinja mwanae. Akaenda mwanae akamwambia baba, lakini nakuomba kitu kimoja. Ili tusibughudhiane mimi na wewe. Fanya kisu kiwe kikali sana. Kikali kabisa. Akanoa kisu kikawa yani hata akikata ambao ya katika. Basi akamweka mtoto wake chini. Amwambia Mwenyezi Mungu, wewe Mwenyezi Mungu, umenifanya kuwa ni mtume. Wewe ndio umenilea. Wewe ndio umetuweka mpaka tukafika hapa. Umeniambia nimchinje mwanangu. Mwenyezi Mungu, nimeamua kumchinja kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Akachukua kisu, huko amemfunga mwanae uso, macho. Sasa ashachukua kisu amchinja.
Akichinja inakataa ya kwanza. Apeleka ya pili ikakataa. Akapeleka ya tatu ikakataa. Akasikia amri ya Allah kwenye masikio ya Ibrahim, laqad saddaqta ru'ya. Ewe Ibrahim, umetimiza ndoto yetu. Na sisi tumejua unatupenda. Angalia kuliani kwako. Akiangalia kulia aona kondoo mkubwa, mweupe, mzuri. Allah mwambia mchinje huyo. Akamchinja. Ule kondoo alipomchinja, Allah akamwambia usile peke yako. Thuluthi moja kula na familia yako. Thuluthi ya pili wapatie jamaa wa karibu yako. Thuluthi ya tatu tafuta mayatima, maskini na wajane wape. Akafanya hivyo Ibrahim alayhisalam. Sasa ndio maana hii Eid hii huwa tunachinja kufuata alivyofanya Nabii Ibrahim alayhi salam. Na tunachinja kama yeye. Aliambiwa huyo mnyama amuelekeze kibla na amlaze kwa kupitia pande ya kulia, na akimchinja aseme Allahu Akbar. Na ndivyo tunafanya sisi Waislamu. Mashallah. Waona sasa tulivyoelewa jamani. Sasa niulize swali. Ibrahimu akamuona kondoo mweupe mzuri. Akaelekezwa jinsi ya kumchinja. Kwa leo hii tunaposherehekea sherehe ya kuchinja, Waislamu mwachinja kondoo ama unaweza ukamchinja mnyama mwingine yote? Asante sana. Hili ni swali nzuri sana dada Melody. Naam. Ukiweza chinja kondoo. Wajua ukitaka kufuata vile mtume alifanya, sababu hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alichinja pia kondoo. Yes. Lakini baadaye mtume Muhammad sallallahu akaruhusu kuchinjwa wanyama ambao kwamba wanaingia katika kategori ya kato, yani kategori ya wanyama wa kondoo. Katika masala ya unyama wanaingiliana na mbuzi, wanaingiliana na ng'ombe, wanaingiliana na ngamia. Kwa hivyo hawa wanyama nimetaja wote wanne wanaruhusiwa kuchinjwa. Kwa hivyo mtu anaweza chinja kondoo, mbuzi, ngamia na vile vile anaweza chinja ng'ombe. Hao wanyama wanne ndio sunna kuchinjwa. Baadhi ya ulama wanazuoni wameruhusu mtu kama anafuga mnyama kama swara. Sababu kuna nchi kadhaa watu wanafuga swara. Unaruhusiwa kumchinja. Unaweza kuwa kuna huyu mnyama mbogo kwa Kiswahili mbogo inaitwa nini jina lingine? Buffalo. Pia wale wanalea buffalo pia wanaruhusiwa kuchinja, sababu buffalo wanaingia kwenye kategori ya ng'ombe. Kwa tunaambia wa Kenya usije ukaingia kwenye mbuga ya wanyama ya Kenya ukamchinja. La, tunazungumzia yule ambaye kwamba labda amepewa leseni kuweza kufuga buffalo kwake shambani, sababu wako watu huyu anaruhusiwa. Kwa hivyo hao ndio wanyama kwamba wanachinjwa. Bata haimo. Hizo hapo. Si siku ya kuchinja. Wamesema sherehe ya kuchinja nishikie jogoo huyo. Okay. Ukichinja utapata tu thawabu na ni furaha kwa watoto wako. Lakini kwamba haukufanikisha hivi. Kufanikisha hivi. Kufanikisha. Ndio maana unaambiwa ikiwa haujiwezi mweza shikana watu kadhaa. Bwana sisi ni maskini hapa. Na tushikaneni nyumba 3 tununue mbuzi tumchinje, Mungu ataikubali kwenu nyote. Na ule hapo kwamba hana kabisa, mtume wetu Muhammad sallallahu alikuwa anatupenda sana. Ile siku alichinja mbuzi 3. Okay. Wa kwanza akamwambia Mwenyezi Mungu, huyu ni wangu. Huyu wa pili nimechinjia jamaa zangu. Mungu huyu wa tatu na wachinjia Waislamu ambao kwamba watakuwa hawajiwezi. Kwa hivyo Muislamu yote ambao kwamba hawezi kuchinja, mtume wetu Muhammad sallallahu alimchinjia kitambo. Kwa hivyo thawabu atapata. Sini kweli huna, basi thawabu anapata. Kwa hivyo asishtuke Muislamu ambao kwamba hana, ajue mtume wetu Muhammad sallallahu alimchinjia. Na ndio maana siku mtume Muhammad sallallahu alikuwa anakufa, alisikika akisema ummati ummati, umma wangu. Aliwaombea watu wengi, umma wake mambo mengi, na moja aliwaombea ni kumwambia Mwenyezi Mungu, usisahau niliwachinjia hao Waislamu mbuzi. Wale hawana, kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakabali. Kwa hivyo ule hana, basi mtume Muhammad sallallahu alimchinjia. Mashallah. Asijihuzunikie akasema hili sijalifanikisha, kwa hiyo mimi kama Muislamu kidogo hapa niko hafifu, ajishuku. Yeye atulie tu. Atulie na atafute nani amechinja, ende achukue nyama. Kwa sababu alochinja yoyote naye hafai kula ule mnyama peke yake. Unakula thuluthi peke yake ndio yako. Thuluthi ya pili ni ya jamaa zako, labda una dadako, babako, mjombako hawana. Thuluthi ya tatu ni ya Waislamu. Kwa hivyo Muislamu yote twakwambia, popote ambapo kama umechinja leo,
ukiwa umechinja ujue hiyo nyama si yako peke yako. Na mimi natoa nasaha kwa Muislamu yoyote, alomuona Muislamu yote ambao kama amechinja, ikiwa kwako huna kwenda mwambie mimi sijachinja, nipe kipande. Hiyo ni haki yako. Katika Uislamu kuna haki ambazo kama ni za ajabu sana. Zinaitwa hakallah. Unaona kama Ramadhani, watu sema mimi naenda kuchukua hakallah. Ukienda kwa tajiri kuchukua zaka Ramadhani, unaenda kuchukua haki yako. Sasa sisi tunaamini mali nilokuwa nao si yangu, ni ya Mungu. Ni Mungu tu amenijalia ngawa tajiri mimi, akawafanya wengine maskini. Kwa hivyo katika hii mali yangu Allah anasema kwenye Qur'an, wa fi amwalihim, na katika mali zao haki maalum, kuna haki maalum lisaili wal mahrum, kwa wenye kuomba na walionyimwa. Kwa hivyo ukienda kuomba kwa tajiri katika Uislamu, uende tujidhalilisha, unaenda kuchukua ile haki ya Allah aliyompa ule akuwekee. Kwa hivyo leo alochinja mfuate. Na tunawanasihi pia watu kama kina Gloria, kina Melody na wengine, akina Paul Baraza pia nao wapewe. Na hapo ndo nilikuwa nataka nikujie. Nilikuwa nataka niulize, jamani, sisi wa Kristo, jamani, tunaruhusiwa kuja pia nasi kupewa? Tukija kwa nyumba zetu za ndugu zetu Waislamu, watatupakulia pia sisi? Watatupa kipande cha nyama? Dada Melody, kwa zaidi ya miaka 10, yes sir, nimekuwa nikiingia kwenye vyombo vya habari nikiwaambia Uislamu kwa kuwa hii nyama ikichinjwa, na pia ndugu zetu wa Kristo wanaruhusiwa kula. Asante. Ibrahim ni baba ya nani? Hata sisi wa Kristo tunamkubali sana kama baba wa imani. Sisi Waislamu na wa Kristo na Wayahudi sote baba yetu ni Ibrahim alayhi salam. Kwa sababu Ibrahim, actually mimi huambia watu, na ndio maana natembea nchi nyingi kuzungumzia watu kuhusu dini, uwiano wa dini. Wa Kristo na Waislamu ni watu wa moja. Wewe unajua kwa kuwa Yesu na Mtume Muhammad ni cousins. Ni cousins. Kwa sababu yake ni Ismail. Yesu ama Isa babu yake ni Ishaq. Hawa ni cousins. Sisi babu yao ni Ibrahim. Kwa hivyo sisi alochinja ni Ibrahim. Kwa hivyo nyinyi pia ndugu zetu ambao kama ni wa Kristo, hii nyama ya wahusu. Kwa hivyo mkiona Dr. Hassan Kinyo amechinja, njoo. Miaka yote mimi kwa miaka 10 wanaganyia kila mtu. Hata umefanya ni bahati mbaya, nimekuja hapa ni asubuhi sana sijachinja, ningependa kukuletea kipaji, ndio kuletea tende ya Maka. Hii tende ya Maka ukila sasa, unaona mimi nimekuletea mpaka tende ya Maka. Umeniletea tende ya Maka. Tende ya Maka. Sababu wewe pia wafaa kuipata. Ingawa imetoka Oman kaletwa Maka, lakini imetoka Maka. Asante. Asante sana. Nimependa sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu nyote, kama unamjua ndugu zangu wa Kristo, kama unamjua Muislamu yoyote, mwambie naja. Naam. Naja, na nikija akienda atapewa nyama. Atapewa bila shaka. Asante sana. Tukiwa tunamalizia, manake Sheikh ameniambia kwamba ana dakika chache. Actually hata sioni kama kuna haja ya kuuliza swali lingine. Labda tu kama kuna kitu ungependa kumaliza uweze kukitamka ili nikupe nafasi ya kutoka, manake umeniambia dakika zako ni chache sana na ni heshima kubwa umefanya kuja. Ikiwa una nafasi, ikiwa unayo, labda wewe ndio unajua time yako. Ikiwa una nafasi naweza kuruhusu labda dakika kama 10 tena. Sababu huenda kwa labda kuna mtu yuko mali labda na ana swali ambalo labda la muasha sana, na labda hutaka hilo swali likaweza kujibiwa. Wewe ndio utaangalia time yako kama unaweza, kama kwa sababu swala ya Eid ni saa 2:30 huko, na unajua uzuri wa mwaka huu pia vile vile Eid inaswaliwa mara 2. Kuna waswali leo na watu wa Maka. Jamani, atimuulize Shehe, kwa nini yeye amependa mwenyewe kwenda nafasi ya kwenda, kwa nini mwenyewe ameenda hiji mara 19? Ingekuwa bora nafasi hizo angewapa Waislamu wengine. Ameuliza, nafikiri atakuwa ni Muislamu. Hili ni swali nzuri sana. Unajua katika Uislamu huwezi kumuuliza mtu kwa nini amefanya kitu, lazima umuulize amefanya vipi. Katika hiyo miaka yote ambayo kwamba nimeenda haji, nimeweza pia kusaidia Waislamu wengine. La kwanza, mimi nikienda haji wasiendi kama hujaji wengine. Mimi ni mwalimu wa dini na mimi ni interpreter na translator international. Kwa hivyo ninapokwenda kule haji, kazi yangu kubwa walikuwa interpretia watu na kuwatranslatea. Na vile vile huwa ni kiongozi wa haji, tunawasomesha mambo ya haji. Na vile vile tuna shirika linaloitwa Atqiya Hajj and Umrah Agencies, ambalo kama ni shirika letu, huwa tunaongoza mahujaji
miaka mingi nimekuwa nikiongoza mahujaji 1000. Nakumbuka nilikuwaga mimi ni mkurugenzi wa masuala ya kidini katika Baraza Kuu la Uislamu nchini Kenya, SUPKEM. Na hiyo ndio ilikuwa nafasi inanifanya niende haji, kwa sababu nilikuwa naenda kuelekeza wale mahujaji na kufanya kazi na serikali. Na saa hizi niko na mimi ndio mwenyekiti wa Muslim Professionals League Africa. Kwa hivyo nikienda haji huwa naenda kukutana na Waislamu. Na ndio maana nimerudi, kwa sababu nilipokuwa kule Maka niliweza kukutana na viongozi wengi wa Muslim Professionals League Africa. Kwa hivyo ikawa lile ulifanya kila mwaka limetimia. Na unajua ukienda haji mahali pakubwa ni kuzuru ni Al-Kaaba na kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yote nishayafanya. Kwa hivyo ndio maana nikarudi. Kwa hivyo nikienda kama naenda kila mwaka huwa naenda na watu. Hata mwaka huu kuna watu kadhaa tumewasaidia pia kwenda kama watu 5. Na huwasiendi peke yangu, lazima tusaidie mtu. Asante. Na muona Fred Ngetich atakuwa anaingia katika dakika 2 hapa. Asante. Nashukuru sana. Asante sana, nimefurahi. Akiondoka Ngetich, utatujuza kidogo kuhusu umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna miezi 4 mitukufu. Katika hiyo miezi 4 mitukufu Ramadhan hata haiko ndani. Kwa hakika haiko ndani. Ni Muharram, Safar na miezi mingine. Sasa Ramadhan inapata utukufu sababu ni mwezi wa kufunga. Na utukufu mkubwa wa Ramadhani kwa kuwa Allah anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Ni mwezi wa Ramadhan ambao kwamba iliteremshwa ndani yake Qur'an. Na siku 2 kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni siku ya Lailatul Qadri, usiku wa cheo inakuwa ndani ya Ramadhan, na usiku wa pili ni usiku wa Arafa ambao uko ndani ya huu mwezi tuko ndani yake Dhulqaada. Kwa hivyo hii miezi 2 utukufu wake umetoka hapo. Alafu Ramadhan huwa kuna Eid, watu wanafunga siku ya kufungua kwa furaha, wanafanya Eid ambao kama inaitwa Eidul Fitri, Eid ya kufungua. Nayo hii haji ambao kama iko katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mwisho katika Uislamu, Allah anasema walfajiri wa layali na ashri. Na hapa na alfajiri na siku 10. Hizi siku 10 ni hizi za huu mwezi wa Dhulhijja. Hapa watu wakimaliza kufanya haji siku ya 10 ambao kama ndio leo kule Maka wanaambiwa wachinje. Sasa ndio inaitwa Eidul Adha. Kwa hivyo Eidul Fitri ni ile ya Ramadhan ya kusherekea kumaliza kufunga, na Eid ya pili ni hii ya kusherekea kwa wale ambao kwamba walifunga siku 10 wanasherekea kumaliza siku 10 za kufunga, na wale weko Maka wanasherekea kwa kuwa wamemaliza haji salama. Kwa hivyo hii huitwa Eid kubwa kwa sababu inasherekewa ni makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale kwenda haji, Mungu amewajalia kumaliza haji. Haji si rahisi. Ni ngumu sana. Unavaa nguo nyeupe 2 kwa mwanamume bila underwear. Bila vest. Kuna watu hawajazoea mpaka wasengine wanasahau watavaa underwear. Tunaambia uwezi, uruhusiwi, sababu unafaa kukaa kama wewe maiti. Zile shuka 2 zinakukumbusha wewe ni maiti. Hata kama ni bilionea wewe ufai kushika pesa kule, wewe unafaa kuwa ni mtu ambaye kwamba unatembea na akili cha kukutosha tu. Kwa hivyo leo wanashukuru hao watu kwa kuwa wameweza kufaulu. Leo ndio wanafanya nini? Wanapiga shetani, kisha wanachinja, kisha wanavua zile nguo. Kabla ya kupiga shetani na kuchinja hawezi vua zile nguo. Wow. Yes. Na unasema ni nguo 2 mtu anavaa? Mwanamume anavaa shuka 2. Chini anafunga chini na juu. Basi. Mwanamke ndiye anaruhusiwa kuvaa nguo za ndani kwa sababu mwanamke ni sensitive. Lazima asitiri. Lakini nazo nguo zenyewe pia si za mapambo, ziwe za rangi moja, nyingi nyeupe ama rangi nyingine yote kama ni moja. Lakini hizo shuka ama hiyo nguo pia ukimaliza unarudi nayo, si kwamba unaiacha kule. Ala, unarudi nayo. Mimi zangu niko nazo. Mimi kila mwaka nikienda naenda na ihram, nina ihram 19 nyumbani. Lakini mara nyingine wanaokwenda haji wanawasaidia kuwapatia. Na wengine pia wanasema shekhe, wewe ni shekhe mkubwa, naomba baraka zako. Kwa hivyo naomba niende na ihram yako. Kwa hiyo tunawapatia. Asante. Asante sana shehe, nimefurahi sana. Yaani najua tu tulikuomba uje mbio na ukaja. Nimeshukuru sana, umetufaa sana. Tukipata muda tutakualika tena. Nimeshukuru sana dada Melody Sinzore. Na vile vile kwa niaba ya Waislamu nchini Kenya, hasa kwa niaba ya Muslim Professionals League Africa, bila kumsahau ndugu yangu Mkala ambao kama wakile Ijumaa tuko naye katika kipindi kile cha jioni. Tunawashukuru sana na kutoka kwa niaba pia Muslim Professionals League Africa, tunashukuru sana mkurugenzi wenu wa Citizen na wamiliki wa Citizen na wafanyikazi wa Citizen. Tuwaombea Mwenyezi Mungu muendelee kutanda dunia mzima. Tuendelea Citizen iendelee kuwa ndio radio bora nchini Kenya na ulimwengu mzima. Na vile vile tuwatakia nyinyi Eid al-Adha Mubarak, na tuwatakia Uislamu wote
Eidul Adha Mubarak. Kwa vijana wetu ambao wanaenda Eid, tafadhali si siku ya kuvuta bangi, si siku ya kula miraa, si siku ya kuzini, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema man aswa Allah fi yawmil Eid, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid, fakaanna ma aswa Allah fi yawmil Eid, ni kama alomwasi Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Kwa sababu katika Uislamu tunaamini kiyama kitakuwa ima siku ya Ijumaa, ama siku ya Eidul Fitri, ama Eidul Adha. Kwa hivyo hizi siku ni siku tatu za kuepuka maasi. Na ndio kwa bahati mbaya shetani ndio siku tunafanya maasi zaidi. Kwa hiyo siku muhimu kabisa, haupaswi kabisa kujihusisha na mengine. Hufai kabisa. Hizi siku tatu ikiwa wewe lazima ufanye maasi, lazima uzini, lazima unywe pombe, lazima ule miraa, lazima uende ukafanye mihadarati, basi kama ni lazima, basi hizi siku tatu ziepuke. Leo siku ya Eidul Adha, Eidul Fitri na Ijumaa. Lakini kwa bahati mbaya ndizo siku zenyewe. Shetani ni mbaya sana. Kwa kweli. Imagine shetani ataka leo, kwa sababu Mtume asema kiyama kiweza tokea leo. Haya wewe Mungu akukute uvuta bangi, ufe na bangi mdomoni. Na tuamini sisi Waislamu unavokufa ndivyo utafufuliwa. Hivyo huwa tunaamini sisi. Vile ulivyokufa, alokufa akiwa kitandani hospitali siku ya kiyama atafufuliwa katika ile hali. Alokufa katika ajali atafufuliwa vile. Ndivyo tulivyoamini sisi. Yaani mtu kwa hali Radio Citizen. Radio